Mamlaka inakutambua wewe kama mteja na mshirika wetu muhimu sana. Hivyo inawapongeza na kuwathamini walipa kodi wote kwa utamaduni wao wa kulipa kodi kwa hiari. Mamlaka ya Mapato Tanzania tumekuwepo katika zoezi la utoaji wa elimu ya kodi mlango kwa mlango katika wilaya ya Igunga, na katika zoezi hili ambalo tumekuwa nalo hapa kwa takriban siku 3, tumepita katika maduka na sehemu za biashara na kuwatembelea walipa kodi zaidi ya 500 ambao wamepata fursa ya kuweza kutoa maoni yao, kutoa changamoto zao na tumezitatua. Lakini pia tumetoa elimu kuhusiana na wajibu wao wa kisheria katika kutekeleza ulipaji wa kodi kwa hiari. Na tumetembelea miradi mbalimbali ambayo imetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutumia kodi za Watanzania. Tumefika katika hospitali ya wilaya ya Igunga na kujionea uendelezwaji na uboreshwaji wa miundombinu katika hospitali ile pamoja na vifaa tiba vya kisasa kabisa. Lakini pia tumetembelea katika shule ya sekondari ya Nicholas ambayo imejengwa kwa fedha za walipa kodi wa Tanzania, na hivyo kuona maendeleo kadha wa kadha na miradi mbalimbali ambayo ipo katika wilaya hii ya Igunga ambayo ni matokeo ya ulipaji wa kodi kwa hiari. Yako mambo kadha wa kadha ambayo tumeyaona kwa walipa kodi, moja wapo likiwa ni utoaji hafifu wa risiti za kielektroniki ambao tumeendelea kuhimizana kutekeleza wajibu wa kutoa risiti na kutumia mashine za kielektroniki za utoaji wa risiti. Hayo ndiyo mambo kadhaa ambayo tumejionea katika wilaya hii ya Igunga, lakini pia tunawapongeza walipa kodi wa wilaya ya Igunga kwa sababu wameendelea kufanya hivyo kwa hiari na kuihakikishia wilaya ikivuka malengo kila mwaka, na hivyo kuweza kuongeza fedha kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu Tanzania. Ndio maana tunasema kodi yetu, maendeleo yetu, pamoja tunajenga taifa letu. Kwanza tushukuru sana upande wa serikali. Tarehe 13 tuliongea na Mheshimiwa mwezi wa 3, Waziri Mkuu Kassim aliweza kutusikiliza vilio vyetu ambao tulikaa naye katika ukumbi wa Tabora mjini, na tuliweza kumwelezea mengi sana. Watu wanatoka labda vijijini, watu wamepewa mali zao, kuna na mababu zao, labda wameuziwa maeneo, wanakuja kufanya biashara mjini hapa, lakini matokeo yake wanakutana na hizi hizi sheria za utoaji wa risiti hawajui. Kwa tunaomba serikali ishuke sasa mpaka chini, itoe elimu juu ya utoaji wa risiti ili tokane na mkanganyiko huu. Basi kwa kusema basi hayo, niwashukuru sana. Basi nadhani mtafanyia kazi kwa hayo, lakini elimu izidi kutolewa sana. Igunga inazidi kupanuka. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.